Baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025, Tanzania ilikumbwa na mojawapo ya migogoro mikubwa zaidi ya kisiasa katika historia yake ya karibuni. Kulikuwa na maandamano, mapambano kati ya waandamanaji na vikosi vya usalama pamoja na madai ya ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Mashirika ya kimataifa, taasisi za kiraia na baadhi ya vyama vya upinzani vilitaka uchunguzi huru kuhusu matukio hayo. Uchaguzi huo ulifanyika katika mazingira yaliyokuwa na mvutano mkubwa wa kisiasa. Baada ya mchakato wa kupiga kura kuanza, maandamano yalizuka katika maeneo kadhaa ya nchi yakipinga mchakato wa uchaguzi na matokeo yake. Serikali ilisema vikosi vya usalama vilichukua hatua za kurejesha utulivu, wakati mashirika ya haki za binadamu na upinzani yakidai kuwa nguvu kubwa zilitumika dhidi ya raia. Ripoti kutoka Umoja wa Afrika, Umoja wa Mataifa na mashirika mengine zilieleza kuwepo kwa dosari katika uchaguzi na kutoa wito wa uchunguzi wa madai ya vifo, majeruhi na ukiukwaji wa haki za binadamu. Serikali imeendelea kupinga baadhi ya madai hayo. Nchini Tanzania, vyama vya upinzani vilidai kuwa uchaguzi haukuwa huru na wa haki na vilitaka yafuatayo: uchunguzi huru wa matukio baada ya uchaguzi, marekebisho ya katiba na sheria za uchaguzi, kuwajibishwa kwa wote watakaobainika kuhusika na ukiukwaji wa haki za binadamu, mazungumzo ya kisiasa yatakayorejesha imani katika mfumo wa uchaguzi. Baada ya matukio hayo, baadhi ya wanaharakati wa haki za binadamu na mashirika ya kiraia waliwasilisha nyaraka na malalamiko kwa Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC, wakitaka ichunguze iwapo kulikuwa na uhalifu dhidi ya binadamu. Pia kulikuwa na wito kutoka kwa mashirika ya kimataifa ya kisheria kama International Commission of Justice ICJ, pamoja na makundi mengine ya kiraia kutaka uchunguzi huru ufanyike. Hata hivyo, ni muhimu kutofautisha kati ya kuwasilishwa kwa malalamiko na ICC kufungua uchunguzi rasmi. Kufikia sasa, kuwepo kwa malalamiko kumaanisha moja kwa moja kuwa ICC imeanza uchunguzi rasmi dhidi ya Tanzania. Hatua hiyo huhitaji taratibu za kisheria na tathmini ya ofisi ya mwendesha mashtaka wa ICC. Kwa nini ICC haijaanza uchunguzi rasmi nchini Tanzania? Sababu zinazoweza kueleza hali hiyo ni pamoja na ICC huchunguza kwanza kama masharti ya kisheria ya kuanzisha uchunguzi yametimizwa. Mahakama huzingatia kanuni ya complementary, yaani kama nchi yenyewe inaweza kufanya uchunguzi na kuwachukulia hatua wahusika. Ikiwa serikali imeanzisha tume au uchunguzi wa ndani, ICC inaweza kufuatilia maendeleo kabla ya kuamua hatua zaidi. Baada ya uchaguzi na matukio yaliyofuata, kulikuwa na wasiwasi kuhusu uhusiano wa Tanzania na baadhi ya wafadhili wa kimataifa. Rais Samia Suluhu Hassan mwenyewe alikiri kuwa taswira ya Tanzania kimataifa inaweza kuathiri upatikanaji wa mikopo na misaada kutoka nje, huku akisisitiza umuhimu wa kuongeza ukusanyaji wa mapato ya ndani. Serikali ya Tanzania imeendelea kuweka mkazo kwa uchaguzi ulikuwa halali na uliendeshwa kwa mujibu wa sheria. Takwimu nyingi za vifo zilizotolewa na upinzani na baadhi ya mashirika ya haki za binadamu hazijathibitishwa rasmi. Uchunguzi wa ndani ndio njia sahihi ya kubainika ukweli na kuwajibisha wahusika. Serikali imeahidi kuendeleza mageuzi ya kisiasa na kuimarisha maridhiano ya kitaifa. ICC ni mahakama ya kimataifa ya jinai yenye makao makuu yake mjini The Hague, Uholanzi. Ilianzishwa chini ya mkataba wa Roma mwaka 2002 kwa lengo la kuwajibisha watu binafsi wanaotumiwa kwa uhalifu mkubwa wa kimataifa pale ambapo mahakama za nchi husika haziwezi au hazitaki kufanya uchunguzi. Tanzania ni mojawapo ya nchi ambazo zimesaini mkataba wa Roma mwaka 2002 na ni mwanachama wa ICC. ICC na mamlaka juu ya makosa manne makuu: mauaji ya kimbali, uhalifu dhidi ya ubinadamu, uhalifu wa kivita na uhalifu wa uchokozi. Baadhi ya viongozi na watu wenye nyadhifa za juu waliowahi kushughulikiwa na ICC ni kama Thomas Lubanga kutoka nchini Kongo, mtu wa kwanza kutiwa hatiani na ICC mwaka 2012 kwa kuandikisha na kutumia watoto wanajeshi. Jermaine Katanga kutoka nchini Kongo alipatikana na hatia kwa uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu. Dominic Ongwen kutoka nchini Uganda alipatikana na hatia kwa makosa mengi ya uhalifu wa kivita na dhidi ya ubinadamu. Jean Pierre Bemba, makamu wa zamani wa rais wa DRC Congo, aliwahi kuhukumiwa katika kesi ya awali lakini baadaye aliachiliwa huru baada ya rufaa. Omar al-Bashir, rais wa zamani wa Sudan, na ICC ilitoa hati ya kumkamata kwa tuhuma za mauaji ya kimbali na uhalifu dhidi ya ubinadamu na hajawahi kushtakiwa mbele ya ICC. Vladimir Putin, rais wa Urusi, ICC ilitoa hati ya kumkamata mwaka 2023 kwa tuhuma zinazohusiana na uhamishaji haramu wa watoto kutoka Ukraine. Je, Tanzania inaweza kufikishwa ICC? Kisheria ndio inawezekana, lakini si kwa maana kwamba Tanzania kama nchi itafunguliwa kesi ya jinai. ICC huwafungulia kesi watu binafsi kama viongozi wa kisiasa au kijeshi iwapo masharti ya kisheria yatatimizwa. Ili ICC iweze kuingilia kati kwa kawaida, kwanza ni lazima kuwa na ushahidi wa kuaminika wa makosa yanayoanguka chini ya mamlaka ya ICC. Pili, makosa hayo yawe ya kiwango kikubwa
au ya kimfumo. Tatu, mahakama za Tanzania zishindwe au zisionekane kufanya uchunguzi na mashtaka kwa dhati. Je, kuhusu matukio ya uchaguzi wa Tanzania, kumekuwa na wito kutoka kwa baadhi ya mashirika ya haki za binadamu na wanaharakati kutaka ICC ichunguze madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu iliyotokea baada ya uchaguzi wa 2025. Hata hivyo, kuna tangazo rasmi kwamba ICC imefungua uchunguzi kamili dhidi ya Tanzania na viongozi wake. Kuwasilishwa kwa malalamiko peke yake hakumaanishi kwamba uchunguzi rasmi utaanzishwa. Uamuzi huo utegemea tathmini ya ofisi ya mwendesha mashtaka wa ICC na ushahidi unaopatikana.